Serikali ya Israeli inasema imekubali pendekezo la Donald Trump la kusitisha mapigano baada ya kufikia malengo ya mashambulizi yake dhidi ya Iran na kusema kuwa tishio lililopo la silaha za nyuklia za Iran na makombora ya balistiki limeondolewa. Hii ni baada ya mashambulizi ya siku 12 mfululizo. Huko upande wa Iran, kupitia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, imesema tayari nchi yake imesitisha mashambulio kuanzia Jumanne alfajiri na inataka Israeli nayo ichukue uamuzi huo huo, la sivyo itaendelea kushambulia. Jeshi la Israel lilipiga shabaha za serikali katikati mwa Tehran katika masaa 24 yaliyopita na vile vile iliripoti kumuua mwanasayansi mwingine mkuu wa nyuklia na kupata udhibiti kamili wa anga juu ya anga ya Tehran na kusababisha uharibifu mkubwa wa uongozi wa kijeshi na kuharibu sehemu kadhaa za malengo ya serikali kuu ya Iran, taarifa hiyo iliongeza. Ofisi ya Benjamin Netanyahu inasema Israel itajibu kwa nguvu kwa ukiukwaji wowote wa usitishaji mapigano wa Iran iwapo haitakubaliana nao. Japo kuna milio kadhaa ya makombora imekuwa ikiendelea baada ya makubaliano haya. Rais Trump kupitia mitandao yake ya kijamii alitangaza kuwa Israel na Iran zilikuwa zimekubaliana na kusitisha vita kwa hatua ndani ya saa 24 zijazo kuanzia saa 10 alfajiri saa za kimataifa siku ya Jumanne. Tangazo hili la Trump lilikuja baada ya Iran kurusha makombora kulenga kambi ya jeshi la anga ya Marekani ya Al Udeid nchini Qatar, mashambulio ambayo yalidhibitiwa angani na kutosababisha madhara yoyote. Tangazo la kusitisha mapigano pia limekuja saa moja tu kabla ya Trump kuondoka kwenda kwenye mkutano wa kilele wa NATO nchini Uholanzi, na huko anatarajiwa kuelezea kuhusiana na kielelezo cha kutatua migogoro ya kimataifa. Trump ametaja ripoti za kijasusi kuwa Iran ilikuwa karibu kuunda silaha za nyuklia bila kufafanua zaidi, kulingana na taarifa zilizomnukuu. Hata hivyo, mashirika ya kijasusi ya Marekani yalisema mapema mwaka huu kwamba yalitathmini kuwa Iran haitengenezi silaha za nyuklia, na chanzo cha kupata taarifa za kijasusi za Marekani pia kiliambia Reuters wiki iliyopita kwamba tathmini hiyo bado haijabadilika, kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia. Mpaka sasa bado kuna makubaliano yanahitajika kufikiwa, hasa ya mazungumzo kati ya nchi hizi mbili. Mimi ni Gina Baltazari. Endelea kufuatilia Millard Ayo kwa update mbalimbali za kimataifa.